Kazi yako kila siku ni namna ambavyo una uwezo wa kuimprove uongozi wako. Kama hujui watu wa kawaida hawa wanaovaa kanda mbili wanao kwenye timu yako ambao hawana imani lakini wanakuja kila siku, hujui walipo, haki ya Mungu nakwambia hauwezi kuja kujua watu wanaovaa suti walipo hapa. Haki ya Mungu hutojua. Kiongozi, wewe watu wako ni wazuri sana. Nakwambia hivi blaza, uelewe. Njoo mwaka 2017 mimi naanza biashara. Kwanza nilikuwa nimevaa vibaya na mchafu fishes. Waovyo usieleweke. Hawa wabaya. Mungu zako hivi. Unaanza kuwa kiongozi sasa hivi. Mwambie tena. Mwambie tena. Kama hauwezi kuwahudumia wadogo ulionao, huwezi kuja kuwahudumia wazuri wakubwa baadaye. Kama unaelewa, piga kofi moja. Piga kofi la pili. Piga kofi la tatu. Haya, mwambie mwenzako hivi. Sheria ya ushawishi. Sheria ya ushawishi. Hii tutatumia muda mrefu sana kwa sababu nataka nisimamie hapa. Nitumie muda mrefu hiyo sehemu. Lesson namba 1. Kila siku unajifunza kuwa kiongozi bora, una improve. Uongozi hauishii hapo, yani haitokee Mwijage sisi tuna leader. Sasa hivi sasa ni bonge la kiongozi, amesema mimi ni bonge la kiongozi. Ngoja nilale nipumzike, nimeshakuwa kiongozi sana sasa mimi. Nilale nipumzike. Kwa hiyo hali yangu inakuwa ni mbaya sana, siwezi kudominate. Sheria ya ushawishi. Nakuja sasa. Natumia muda mrefu hii sehemu. Kuna level 4 za ushawishi katika biashara yako. Na katika kila level, kwa sababu wewe ni kiongozi, unataka uwe na ushawishi mkubwa katika timu yako, unatakiwa ujue sasa na mkuzaji wa ushawishi wangu. Okay? Level ya kwanza ya ushawishi ambayo ni ya chini sana inaitwa cheo. Sema cheo. Cheo. Au nafasi, sema nafasi. Nafasi. Sema tena nafasi. Hii ya chini nasema hivi. Watu wanakufuata kwa sababu ya nafasi ulionayo. Kwa sababu ya cheo ulichonacho. Kwa sababu ya nini? Ya nafasi au cheo. Huku vyo tunavyo. Wewe ni leader. Mtu yoyote ambaye anaanza biashara kabla ya wewe, hata kama mna ranki moja, okay? Mpoto star 2, lakini wewe umeanza leo Jumatatu. Umeanza Jumatatu, yeye kaanza Jumanne. Wewe ni mkubwa kwenye biashara kuliko yeye. Kwani kula na Doto? Vyeo vimoja. Kwani kula ni mkubwa kushinda Doto? Masaa, dakika 5, wewe ulianza kutoka kulwa kwa dakika ngapi? 5. Ila wewe ni mkubwa. Nafasi, ushawishi wa nafasi ndio ambao tunaojua katika jamii yetu. Mkuu, mheshimiwa, profesa, yani hapo unanijua mimi ni nani? Yani wale watu tunaowafahamu sasa. Mbunge, waziri, yani waziri. Watu wana tabia ya kutetemekea nafasi walizonazo watu. Lakini mwambie mwenzako hivi, kuwa na nafasi au cheo sio kuwa na ushawishi. Kuwa na nafasi au cheo sio kuwa na ushawishi. Mwambie tena mwenzako hivi, uongozi ni ushawishi. Uongozi ni ushawishi. Okay. Kwa hiyo inawezekana ukawa wewe profesa. Inawezekana ukawa daktari, MD. Inawezekana wewe BF Suma ukawa ndio crown leader. Inawezekana ukawa ndio senior crown leader, star 6, star 7. Hichi ni sehemu ya kwanza ya chini ya uongozi. Mwambie mwenzako be humble. Be humble. Kuwa kawaida tu, hiyo ni cheo, haina maana hiyo. Nafasi. Nikuulize swali. Umeshawahi kukutana na watu ambao hawana cheo lakini wana ushawishi? Wengi. Yaani akiongea tunajua kwa sababu mambo ni moja. Yaani tena huko serikalini sometimes anazimishwa kijana. Jamaa ana cheo chochote ila sauti yake inashawishi watu. Unajua je? Kwa maana nini? Maana hivi. Kibiashara yetu sasa. Unaanza biashara, mtu anaanza kukufuata kwa sababu ya rank ulionayo. Nafasi ulionayo. Umewahi zaidi ya yeye. Anakuheshimu, anakufollow. Position. Mwambie mwenzako hivi. Kumbuka amefuata cheo ila sio wewe, mwambie. Kumbuka amefuata cheo ila sio wewe. Amefuata nini jamani? Cheo. Amefuata nafasi, sio wewe. Nafasi ila sio wewe. Naomba niwaeleweshe vizuri. Mimi Mwijage nawezekana nikaondoka, serikali kanichagua nikawa rais. Watu wakaiheshimu ile nafasi ya urais na sio mimi. Halo. Tofautisha haya kwenye familia. Na kuheshimu kama baba yangu kwa sababu ya nafasi.
Yaani cheo sema nakuheshimu kama baba, kwa sababu baba tumheshimu mzee. Lakini nasema mzee anazingua ila tumheshimu kwa sababu ya nafasi. Kuna tofauti hapo. Ingawa ana nafasi au cheo, okay? Ila ana ushawishi. Ogopa sana baba ambaye ana cheo na ana ushawishi. Okay, tofautisha hiyo. Inawezekana ukawa mama yangu ila usini influence. Tofautisha. Sasa kwenye biashara inawezekana ukawa senior crown leader, senior leader, diamond leader, senior diamond leader, star 6, star 7 na ukawa una nafasi ila hauna ushawishi. Kwa sababu watu wanafuata nafasi, sio wewe. Hello. Ndio maana hii ni level ya chini sana ya uongozi. Kwa sababu kama ukitegemea hii siku zote, kuna watu wafuatao uwezi kuwaongoza. Watu wa kwanza ni watu walio volunteer. Mimi nimevolunteer kwenye hiyo organization. Mimi si ruhusu chochote wala kuruhusu chochote. Umenipata? Watu wa pili ni vijana. Wale jamaa hawajaliji, yani jamaa sasa wewe mzee, vyo vitu gani babu? Mitongo gani sasa? Yaani ugusi mioyo yao. Umeona kwa jambo? Ndio maana ukimwona mtu anafanikiwa kwenye network marketing, mheshimu. Kwa sababu gani? Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kumkata mshahara akamfukuza kazi na bado wanamkubali na wanamfuata sasa. Maana huyo mtu ana kitu cha ziada. Level ya nafasi ni ya chini sana ya kiongozi na watu wengi ndio wamebakia hiyo. Inawezekana hata kuna watu hapo yeye ni mme kama position, cheo, ila kuna kitu ana miss. Ndio tunataka kuviongelea sasa hapa. Ndio maana mimi nikikutana na kiongozi ananiambia hivi, watu wangu hawaniheshimu, hawanikubali, mimi ni kiongozi wao hawanisikilizi. Okay, nasema position leader hilo linazungumza. Lenyewe linajiona ni kiongozi kwa sababu ya star 6, star 7 ni senior leader position. Ipo kichwani kwamba mimi sasa unisikilize. Okay. Yaani inakuaje? Umemisi hapo. Ndio maana usibakie kwenye cheo. Kuza ushawishi wako. Ni kweli ndio sehemu ya kwanza mtu kaanza kutaka kukusikiliza. Umeanza kumuinfluence ndio hivyo. Lakini kuna vitu unatakiwa ufanye. Inabidi utoke kwenye sehemu. Watu ndio maana moja ya vitu ambavyo mimi huaga sikagi navyo ni tuzo za DF Somalia, sikagi nazo kabisa. Sijui gani zilipo tuzo zangu. Mimi nyingi sinaga hizo tuzo, sinaga kabisa. Kwa sababu gani? Mimi nasema hivi, mambo ya kale nikishaweni nimemaliza, nimeondoka. Naenda kuini tena. Situnzage mimi zile tuzo. Mwijage wewe tuzo zako yani hamna, mimi sisionagi umuhimu wake. Kuna yale mabdia ya kalanda si platinum, si nini ya bisi vagi ile michoro. Sababu mimi sio positional leader. Sivai. Mimi nayo yani, sio nataka nipate platinum hapa. Mimi sio mambo yangu. Kama mimi mwezi kunikuta nimevaa ile dudu si platinum hapa ile si tuzo nimeiweka. Mimi mambo gani? Ndio kwenye ofisi yangu kuna tuzo moja. Nyingine siko dukani, kule duka langu la Ilala, kuna nyingine sijui iko wapi, aminata nayo nilipaka mimi na sijui viko wapi. Kwa hiyo baadhi nikishaka pale nimaliza. Imeisha hiyo. Nikiwa niwini kesho asubuhi. Principle yangu ni simple. Nikishawini na sahau, naenda kuini tena. Sky nao ushindi tu. Mimi wapelekeza naambia mavi ya kale haya nuki. Mavi ya kale. Michongo sijui best distributor sijui 15 distributor mimi nilikuwa kwa nikapewa ile tuzo. Ile sijui ilikuwa wapi nini. Nikamalizana nalo. Nikashangilia pale nikamaliza mimi nikipanga ile maliza. Katika distributor 15 na biashara mimi niko haya nikatupa. Tupa kule haya. Tutaka tuini tena. Kuna rank ya senior cloud leader. Tuondoke. Umepata jamani? Hii level ndio maana mavyeo futa hayo mavyeo. Toka huko kwenye vyeo hivyo. Unanipata? Kuna mambo mawili. Either uwe na cheo au uwe na ushawishi. Chagua la pili ambapo unakuwa na ushawishi sio ni cheo. Unanipata? Lakini hii level ni level ya kwanza ndio unaanzia. Kila mtu ndio anaanza na mtu kumuongoza, unaanzia level hii ya nini ya cheo. Mwambie mwenzako hivi. Level ya cheo si ni ya kuanzia ila sio ya kubakia. Mwambie tena. Kama wale wapiga kopi moja. Level ya pili sasa ya uongozi, ambayo ndio level ya ushawishi. Nimo kwenye level ya ushawishi. Sawa? Inaitwa mahusiano. Relationship.